lakini kuna wanasiasa wengine watakuja hapa teleta kisiasa. Nafikiri Mheshimiwa Ruto alivyoshika tu Bible, kuna maneno matatu alisema, ambapo katika yale maneno matatu si yake, yako kwenye katiba. Hayakumtoka tu kwa kinywa chake aanze kuongea kwamba mimi nitailinda na kuiheshimu, au maneno mawili mwanzo. Maneno mengine alijikomiti mwenyewe kwa sisi walala hoi hapa Kenya. Mimi sahi hapa ninapopigwa risasi, mtu wa mwanzo kulaumiwa kabisa ni polisi. Polisi ni nani? Si ni serikali. Itaenda paka kwa IG, mwisho itaenda paka kwa waziri wa usalama na itamfikia Ruto, na kwa mfano kama ni mtu kweli na anajua vile ali hapa, lazima atalikemea hili neno. Si ndivyo? Sasa huyu mwalimu, mimi naje tu kwa lile mada, katika kitendo chenye kimemfikia mwalimu wetu, ijapokuwa wengine wanasema tu ni mwalimu, sawa ni mwalimu, na ukumbuke hata kama ni lawyer ulipita kwa huyo mwalimu. Wewe huyo Ruto mwenyewe alipita kwa huyo mwalimu. Kiongozi yoyote pako, hata Mheshimiwa Mido pia, hii kizungu wake mingi alipita kwa huyo mwalimu. Si ndivyo? Na mwalimu ukiangalia mzazi wake anasema mtoto wake ni huyo peke yake, walikuwa hapa Mombasa akichimba sijui ni timbo kumsomesha mtoto wake. Mtoto huyu mmoja. Wewe usilete mambo ya siasa kwamba ati serikali ipo na iko imara. Serikali kama kana kwamba ni hakuna serikali. Sahi. Mzazi ameenda kwa timbo, amechimba mchanga, amesomesha mtoto wake mpaka imefika sahi ni mwalimu. Bado haja kuwa daktari, bado haja kuwa lawyer, bado haja kuwa engineer. Ni mwalimu tu. Leo hii unamkata maisha yake tu kimaajabu ajabu kwa sababu tu mitandao. Na huo mtandao ndio hii serikali ya Kenya. Kwa mfano ingelikuwa itaki basi ingeondoa mambo ya mitandao. Imeletwa ni sisi wa Kenya tutumie. Sasa hii tunaenda wapi? Tujiulizeni sasa kama wa Kenya tunaenda wapi? Na mimi siwezi sema ati labda ati ni serikali ya Kenya peke yake. Sasa hii ni kana kwamba ni watu wamepangana. Museveni chama ni hicho, Samia chama ni hicho, Ruto pia chama ni hicho. Sasa sisi tunaelekea wapi? Hatuna mali pa kwenda. Hivi sasa sisi madhali sisi tulipitisha katiba 2010, na katiba sisi inatupatia muongozo. Kuna uhuru wa kujieleza. Huyu mwalimu, umesikia? Wajua warevu wawili hawezi kuchoma nyama pamoja, itesha tu kwa moto. Kweli si kweli? Sasa mimi leo ni mjinga kwa huyu mwalimu, ambapo mwalimu wangu ni Omido, lakini naona leo huyu mwalimu amekuwa mjinga yani kama wengine. Kwa sababu wewe huwezi niuliza tukati 2007 na 2010. Kwa hiyo wewe ni mtu kweli ulisoma ati Kakamega High? Tulizaneni tu. Tulizane swali tu, swala tela kizushi. 2007 na 2010 wapi kwa wapi? Acha nirudi kwa mada. Mheshimiwa Mido pale mahali upo, nafikiri ndio kaambia werevu mwingi mbele ni nini? Unapotea siasa, elimu yako pia unidunisha. Mimi leo nasikia uchungu, mimi sio Mjaluo, lakini mimi ni Mkenya na nimesimama hapa kama Mkenya. Yule kijana mwenye amesimama mwenye ameuliwa ile juzi, mimi si mjomba wangu, si babangu, lakini nasikia uchungu. Mkenya mwenzangu ameharibu maisha yake ameharibiwa kwa sababu ya kitu tu, yani katiba yetu yenyewe inaturuhusu, lakini leo sasa unambuna kanyagua usiongee, usiseme, usifanye. Sasa kwa tuenda wapi? Kwa hiyo mimi nawasihi tu wa Kenya, ili liwe funzo. Kwa kumalizia, ili liwe funzo, pale mwanzo tulikuwa tunasema serikali ya mama mboga, liwe funzo. Na tukiangalia kuna daktari hapo anaitwa nani, Matiangi, ashaanza kujiandaa katika serikali, katika siasa zote hata Kenya, atuli mwengu mzima. Uwezi simama kwa siasa kama una pesa. Hata huyo Donald Trump mwenyewe lazima aliulizwa kiwango cha pesa. Je, unaweza kupigania siasa? Unaweza kusimama kwa mambo ya siasa? Sasa huyu jamaa huyu mwenye ilikuwa anamnyorosha sana Ruto. Kusema kweli tumuombeeni Mungu. Na Mheshimiwa Ruto kwa sasa mimi sikatai ni rais wangu kweli.
lakini tuombeni uzima. Tunangoja tu firimbi. Tunangoja firimbi. Saa 10 mchana tunatangaza yule ambaye atakuwa amesimama na huyu muuaji. Kwa hiyo mengi na machache, sisemi mengi.